Swali ambalo nimekuwa nikiulizwa ni kwamba tayari Young Africans wamefanya usajili wa wachezaji kadhaa. Almost wachezaji 4 sasa wameingia. Emmanuel Mengo alikuwa mchezaji wa kwanza kutambulishwa akitokea ndani ya kikosi ya TRA, lakini pia amesajiliwa mchezaji Damaro Mohamed Kamara kutokea ndani ya kikosi cha Singida, lakini huyu anahesabika kwenye zile kitu tunaita local transfer kwa sababu si mchezaji wa kimataifa, ni mchezaji wa hapa ndani, so anahesabika kwenye lile eneo la local transfer. Ni mzawa huyu, kama utakuwa kumbuka tulimpa uraia wa Tanzania, so huyu haisabiki kwenye wale wachezaji wa kimataifa. Lakini wa kimataifa ni Alan Okello ambaye ametokea pale Vipers kwenye shirikisho la soka pale nchini Uganda, lakini pia ameingia Depo Aurelian ambaye ametokea zake kule Poland, and then anaingia moja kwa moja ndani ya kikosi cha Young Africans. Huu ndio usajili ambao mpaka sasa Young Africans wameufanya. Moja kati ya watu ambao wameniuliza sana ni kwamba je, Young Africans watakuwa wanaoperate kwenye msingi wa namna gani wakiwa na hawa wachezaji wao wapya, na kikosi chao kitakuwa kwenye mzunguko wa namna gani? Nikasema sio mbaya, wacha nijaribu kupitia na mimi nione kama ninaweza nikakupa 1, 2, 3 kwenye kile kikosi cha Young Africans jinsi ambavyo kilivyo. So it's obvious kwamba kwenye ule msingi wa kikosi cha Young Africans jinsi kilivyo ni ngumu sana kumkosa huyu mchezaji Djigui Diarra. Huyu ni mchezaji ambaye amekuwa ni zaidi ya golikipa. Anaipa timu ya Young Africans balance, lakini pia kwenye soka la kisasa kwenye build up goalkeeper inabidi awe na madhara makubwa sana, kwa maana ya kushuka chini, kuchukua mipira na kuanza kusambaza ile mipira na timu ianze kutokea hapo na kupiga hatua kwa ajili ya kutafuta matokeo makubwa zaidi. So amekuwa akishiriki sana kwenye ujenzi wa mashambulizi, na kwenye hilo kwa kweli ana mpinzani amekuwa akifanya hiyo kazi vizuri sana. Lakini pembeni Yao Kwansi anarejea, japokuwa pia kwenye hilo eneo amekuwa akicheza Israel Patrick Mwenda. So manake Israel Patrick Mwenda anapata mtu ambaye anaenda kumchallenge, na yule ambaye atakuwa na ubora atakuwa anampa mwenzie nafasi. Na still bado Yao Kwansi niliona amecheza kwenye mechi kadhaa za Mapinduzi. Hauwezi ukambetia kwamba amerejea kwenye kikosi moja kwa moja na ubora wake ule, kwa sababu pia inabidi kuna mtu atolewe kwenye system ili Yao Kwansi aingie. So mimi nadhani mwalimu ataangalia ni nani aliyebora, lakini kikubwa zaidi unajua ukiwa na kikosi kipana kama hiko inakupa uwiano wa wewe kufanya rotation na kupata kile ambacho unachokihitaji. Eneo la kushoto maana yake ni Israel Patrick Mwenda pamoja na Shadrack Boka Mede. Nao pia wamekuwa kifanya rotation. Mara hii anacheza hii na mara hii anacheza hii. Lakini inategemea na kind of match ambayo unahitaji. Ninaamini hawa watu watagawana mechi. Hakuna mmoja atakayeweza kucheza mechi 30 peke yake, lakini wote wanaweza kukuta yeye amecheza mechi 15, yeye amecheza mechi 17 au mechi 13 kwa mechi 16. Itategemea na namna ambavyo mwalimu alivyo. Performance ya Bakari Nondo Mwamnyeto inaenda kuchallenge eneo la Ibrahim Baka na Dickson Job. Hawa wawili wamekuwa pamoja kwa muda mrefu sana, lakini Ibrahim Baka amekuwa na makosa mengi sana binafsi ambayo anayafanya, ambaye anaweza yakasababisha Young Africans watazame namna ya kuwa anampumzisha. But still bado ni beki mzuri sana, anahitaji tu kuwa kumrekebisha kisaikolojia, kwa sababu hivi vitu ni vya kisaikolojia zaidi na sometimes ni fatigue, na that's why mchezaji anaweza kufanya hivyo. Lakini Baka pamoja na Dickson Job still bado watu ni bora sana. Kwenye eneo la nambari 6 kwa maana double pivot sasa hivi imeshakuwa na watu wengi, kwa sababu kwanza mwalimu anaweza akachagua kucheza na Maxim pia pamoja na Duke Abuya kama ambavyo nimeonyesha kwenye kikosi changu, kwa maana Maxim pia pamoja na Duke Abuya still bado mwalimu anaweza kuwatumia na timu ikawa na balance nzuri, kwa maana Maxim pia akatumika kama namba 8 lakini Duke Abuya akatumika kama nambari 6. Lakini Young Africans wanaweza wakachagua kuanza na Damaro Mohamed Kamara pamoja na Duke Abuya, ambao hawa kusema la ukweli wamekuwa bora zaidi kwenye hili eneo. Yani kwa maana Duke Abuya hapa alipo kama namba 8, lakini unamuongezea
Damaro Kamara kama nambari 6 and then Maxim pia unamsogeza juu akacheze kama nambari 10. Maana yake hiyo inakuwa ni timu ambayo iko compact, na replacement ya Maxim pia inakuwa ni Mudathir Yahya basi. Lakini kumbuka kwenye benchi utakuwa umebaki na watu kama Bara Musa Conte, utakuwa umebaki na watu kama Aziza Dabwile Mwambalaswa, na yote hayo yanaendelea kukifanya kikosi cha Young Africans kwa bora zaidi. Kwa upande wa Pacome Zouzoua, kwenye mfumo wa Young Africans sitarajii kumuona akicheza kama central attacking midfielder. Ninatarajia kumuona Pacome Zouzoua akitokea zaidi pembeni kama ambavyo amekuwa akifanya. So atakuwa anacheza kama afuinga. Lakini pia Alan Okello na yeye ni central attacking midfielder, lakini pia pana possibility kubwa sana ya kuiona Young Africans wakimtumia Alan Okello akitokea kulia mwa uwanja, na naye pia amekuwa na performance nzuri to be honest kwenye hilo eneo, kwenye eneo la kushambulia na vitu kama hivyo. And then juu yao Young Africans wanaweza wakawa wanaanza na Laurindo Aurelian Maria Dep kama central forward pale mbele. Hii ndio system ya Young Africans ambayo naamini mwalimu anaweza akaitumia kwenye mechi zake za hivi karibuni. Although zinawezekana lekana mabadiliko, hizo ni thought zangu, lakini itoshe kusema kwamba Young Africans wana kikosi kipana kama hiko ambacho kinamwezesha mwalimu kuweza kuanza kwa mtu yoyote na kwa namna yoyote ile ambayo yeye anadhani inafaa, na timu inaweza ikaoperate vizuri. Sili anaweza akawa na squad 2 ama 3 ambazo zitampa matokeo mazuri. Kinachohitajika sasa, ambao bado ni kazi ya Pedro Gonçalves ndani ya kikosi cha Young Africans, ni namna ambavyo anaweza akaifanya Young Africans kuwa bora, in terms of wachezaji, yani wao wenyewe waka improve kufika kwenye ile level, kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji ambao wamekuwa ni improve kabisa, improved player, hususan wale ambao walisajiliwa kwenye dirisha kubwa. Ukijaribu kuangalia kwenye kikosi nilichokitaja, mchezaji pekee yake ambaye alisajiliwa dirisha kubwa ambaye nimemtaja hapa ni Zimbwe Mohamed Hussein, lakini the less wamekuwa ni wachezaji wa bench, kitu ambacho si kizuri. So hata hao ambao wameingia mpaka sasa 4, mchezaji ambao anaonekana kabisa huyu ni mchezaji wa bench ni Emmanuel Mengo, lakini waliosalia wote wanaonekana kuwa ni plug in and play, na that's why Young Africans wametumia fedha nyingi sana, milioni 600, milioni 400. I don't know kwa Mohamed Amara ametumia kiasi gani, lakini unaweza ukaona kabisa karibia Young Africans wametumia half billion kwenye hilo eneo la kusajili wachezaji. So maana kama umetumia wachezaji wengi kwa kiasi hiko, inatosha kuniambia kwamba wewe umetengeneza wachezaji, umeleta wachezaji ambao ni plug in and play, yani wachezaji ambao inabidi waingie na watoe matokeo mazuri. I don't know wewe kwako unasemaje katika hili. Nitapata furaha sana ukiniandikia hapo chini kwenye comment, uniambie, je, hiki kikosi ambacho nimekipanga unadhani kinaweza kikawa ni kikosi sahihi kwa kikosi cha Young Africans, na Young Africans wanaweza wakapata matokeo mazuri? Mimi nitafurahi sana ukiniandikia, lakini usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Utakuwa umefanya kazi nzuri. Asante and bye bye.